So guys, siku zote tumezoea kwamba wazungu wengi ambao wanakuja nchini ama nchi za Afrika hapa huwa ni wale ambao Waafrika ndio wanawaibia. Yaani jamaa zetu kutoka Afrika, aidha mwanamke ama mwanamume ambaye amepatana na mzungu. Kama ni mwanamke amepatana na mzungu mwanamume, basi huyu mwanamke ambaye ni Mwafrika ndio yatafuta njia ya kumwibia huyu mzungu ambaye ni mwanamume. Na kama ni mwanamume ambaye yuko Afrika na amepatana na mwanamke ambaye ni mzungu ama ametoka uzunguni na amekuja nchi za Afrika hapa, basi huyu mwanamume Mwafrika ndio utafuta njia ya kumwibia huyu mwanamke ambaye ametoka uzunguni. Lakini kisa ninachokuelezea hapa ambacho ni cha ukweli ni tofauti, ni vice versa, ambapo mwanamke wa kizungu ambaye amekuja hapa nchini ndio anataka kumwibia Mwafrika mwanamume ambaye amepata hapa. Sio kumwibia for real, lakini kutumia janja janja ili mradi aweze kumdhulumu ile ambayo ni haki yake. So nitaanza tu kuelezea ni vipi ilianza na mpaka sasa tunavyoendelea kuongea. Kesi hino iko mahakamani inasubiriwa kutolewa hukumu yake karibuni tu, ambapo nimepata mwaliko wa kuendelesha ile kesi ama kuchukua ile kesi nzima ikiongelelewa na kuileta hapa kwa KG Chipande ili tuweze kutizama sote kwa pamoja na tuweze kuamua hapa kama sisi majaji, tuangalie haki iko wapi. Na kulingana vile ama yale maelezo machache ambayo niliyapata kutokana na hii story nzima, ambapo mwanamke kutoka nchi ya Ujerumani ambaye alikuja zake nchini Kenya miaka ya nyuma iliyopita alibahatika kupatana na mwanamume sehemu fulani za hapa pwani ya Kenya, na walipokuwa wanaendelea kuishi, kwa sababu walikuwa kwenye maelewano na kwenye mapenzi ambayo yalikuwa yameivana na kushibana, wote wawili waliamua kufanya mambo kwa pamoja wote wawili, ambapo walijenga na kununua viwanja na kumiliki bidhaa mbalimbali ambazo ni bidhaa ambazo zilikuwa ziko na bei kali sana, na vyote hivi viliwezekana kupitia huyu mwanamume ambaye ni wa Kiafrika, ambapo yeye ndo alikuwa akifanya payment zote ambazo zilikuwa zinafanyika baina yote wawili, na kununua kwa kile kiwanja, kununua kwa zile mali zote ambazo walikuwa wananunua, zote zilifanyika kupitia mwanamume ambaye ametoka Afrika. Lakini mapenzi yakaja yakakata ama kupungua maisha yaliokuwa yanaendelea, ikaja ikabidi ya kwamba wakaseparate. Mwanamke yule wa Kijerumani akawa na maisha yake na mwanamume yule wa Kiafrika naye pia vile vile akawa na maisha yake. Ndio pale ambapo huyu mwanamume wa Kiafrika akaamua achukue zile mali na kuziendelesha ili zizidi kupanuka zaidi, na hakuwa na nia hata kamwe ya kuuza ili ajifaidishe mwenyewe, kwa sababu alikuwa anajua wazi ya kwamba hawezi uza zile mali kwa sababu ziko jina lake pamoja na jina la mwenzake, ambapo alikuwa anaogopa kufanya dhulma minajili yeye mwenyewe tayari ni Muislamu na amekulishwa ama ameishi kwa ile misingi ya Kiislamu, ya kidini ya Kiislamu, in a way that yeye alikuwa hataki kudhulumu mtu yoyote na hataki kufanya jambo lolote ambalo litamfanya yule mzungu ahisi ya kwamba amedhulumika. Hivyo basi aliendelesha kuzikuza zile mali kwa kuzifanyia biashara zaidi na hata kutengeneza vitu vingine ambavyo alivitengeneza baada ya kwamba huyu mzungu ametokana na yeye kwa maisha yake, ambapo alitengeneza vitu baadhi ambao siko tayari kuvitaja kwa sasa, lakini tutavisikia endapo ino kesi tutaileta hapa sote. Na huyu jamaa akaona maisha inaanza kumpiga kwa njia moja ama nyingine, ambapo alipata green pasture na kuamua kusafiri nchi nyingine ambayo ni nchi ya nje, ambapo pia sitaitaja vile vile. Na aliposafiri kule akaanza kazi yake ambayo ilikuwa inamlipa vizuri na maisha yake yakaendelea. Lakini huku nyuma kwenye zile mali ambazo alikuwa ameziacha, kuna mtu ambaye alimweka pale kama caretaker vile, ambao alikuwa atalinda zile mali na kuzishughulikia na kufanya usafi na yani kumpa update ya kila siku ya hali inavyoendelea pale. Lakini kitu ambacho hakuamini ni kwamba yule mzungu alianza kuzitafutia biashara zile mali na kuanza kuziuza chini ya maji, hata bila kumshirikisha huyu jamaa ambaye ni Mwafrika ambaye yuko Amerika. Na it was already too late. Jamaa wetu kutoka Amerika, nimesema sitataja nchi ambayo yuko, lakini nimejipata tayari nimetaja yuko Amerika. It's okay, fine. So from nowhere jamaa alikuja akajipata ama alikuja akapata information ya kwamba hizi mali zimeanza kuuzwa, na almost quarter of the amount ambayo ilikuwa inahitajika kuuza zile mali tayari huyu mtoto wa kike ambaye ni mzungu ambaye yuko nchini Kenya alikuwa tayari amepokea zile pesa. Ndio pale alipoulizwa ama alipoambiwa
kwamba mali zako ambazo ulizinunua na mzungu fulani zimeanza kuuzwa, ama it's already partial sold, na pesa imetolewa, hivyo basi ni pesa chache zinasubiriwa iweze kumaliza na pesa na mali yote iweze kuchukuliwa na yule mzungu. Pale ndio pale ambapo jamaa wetu alicharuka na kuanza kutafuta haki yake kote huku na huku, na kwa sababu mwenyewe tayari alikuwa ako na document zake kuhusiana na ile mpango mzima wa zile mali na information zote za bank statement, messages za ile alikuwa akilipa, alikuwa ako nazo zile messages. Ndio pale ambapo aliamua kuchukua zile messages na kumtumia rafiki yake ambaye alikuwa ameshibana vizuri, ili mradi aanzishe kesi kotini ili aweze kupata ile ambayo ni haki yake, baada ya kwamba amemtafuta yule mtu ambaye alikuwa anataka kununua zile mali na kujaribu kuongea naye, na akamwambia kwamba unanunua mali ambayo ni mali ya watu wawili, lakini mtu mmoja peke yake ndo anakuuzia, na wewe ukaamua kutoa pesa ili kumiliki ile mali, wakati unajua kabisa mtu wa pili haujazungumza naye, na mtu wa pili ni mimi na hujazungumza naye. Lakini yule ambaye alikuwa anataka kununua zile mali kulingana vile ambavyo alikuwa anauziwa ile mali kwa pesa ndogo sana, aliamua kuendeleza ili aweze kuimiliki ile mali. Ndio pale ambapo jamaa wetu akaamua kuchukua sheria tofauti na kupeleka ile kesi kotini, na kesi ikaanza rasmi, ambapo mtoto wa kike huyu ama huyu mzungu aliweza kuitwa na baadhi ya maloya ili aende akajibu mashtaki ama kuulizwa ni kitu gani ambacho kimemfanya mpaka akachukua ile hatua ile. Lakini huyu mtoto wa kike mzungu alikataa kuenda kule kwa maloya, hivyo basi wale maloya wenyewe nao pia vile vile wakaamua ile kesi iende kulingana na vile ambavyo sheria ya Kenya inasema. Sasa kesi inasikilizwa kwa sasa na kesi bado inaendelea ili huyu jamaa aweze kupata haki yake. Ni historia fupi tu nimeweza kukupea hapo ili nikuweke on toes, niseme, ili nikikuletea ile kesi rasmi ambayo itaenda kuwa baada ya wiki 2 kutoka sasa, ndio itaendelea pale kotini, na tutavika pale kama keji kipande ili kuichukua mpango mzima tuweze kuona na kusikiliza na kuona uamuzi utakofanyika pale ni uamuzi gani. Tunatarajia uamuzi aidha zile pesa mzungu ambaye aziregeshe, kwa sababu mzungu hali yake sio nzuri, so huenda akaamua aregeshe ile pesa kwa sababu aliuza ile shamba ama aliuza zile mali bila kufuata sheria. That is one. Second, huenda ikaambiwa yule mzungu amlipe pesa sawia huyu jamaa kwa sababu zile mali zilikuwa ni za watu wawili. Third, yule ambaye amenunua lile shamba pia huenda naye pia vile vile akaambiwa ya kwamba ile pesa hataregeshewa kwa sababu alinunua shamba bila kufuata sheria, kwa sababu shamba document zinaonyesha kwamba ni shamba ambayo inamilikiwa na watu wawili, ama ni mali ambayo inamilikiwa na watu wawili, lakini ameuziwa na mtu huyu mmoja peke yake pasi kutafuta mtu wa pili ili kujua huyu mwingine anasema nini. So ladies and gentlemen, acha tusubirie tuone kitakachoendelea na kitakachojiri, nikuletee hapa sote wawili tuweze kusikiliza na tuweke uamuzi wetu. Lakini kwa sasa, kabla hatujafuatilia, acha mimi na wewe tuwe judge leo. Nataka kwenye comment section hapa uniambie, je, unahisi mzungu alikuwa sawa kuuza lile shamba pasi kushirikisha yule Mwafrika, ama unahisi Mwafrika naye pia vile vile akona haki ya kupigania kile ambacho anajua wazi pia yeye ni haki yake ambayo anaona kama anadhulumiwa?